kama wanawake wa mkoa wa Songwe tumefanya maadhimisho ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi. Chama chetu cha Mapinduzi kizaliwa tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 1977 na kinatimiza miaka 49 tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 2026. Kwa hiyo chama chetu kikatoa utaratibu wa kufanya maadhimisho kabla hatujafikia kwenye kilele, na utaratibu wa Chama cha Mapinduzi kwamba zile jumuiya zake wanapita wanafanya maadhimisho. Baada ya hapo tunakwenda sasa kwenye kilele ambacho tutakwenda kufanyia wilaya ya Ileje. Sisi kama jumuiya ya umoja wa wanawake mkoa wa Songwe, baada ya kupata utaratibu, sisi tulichagua kufanyia kwenye eneo la wilaya ya Mbozi, na tulipochagua kufanyia kwenye wilaya ya Mbozi tulichagua maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ni kwenda hospitali ya wilaya kuwaona wanawake wenzetu wale ambao wamejifungua, wanaotarajia kujifungua, walioko mawodini. Kwa hiyo tulipanga kwamba tukaone wanawake wenzetu katika siku yetu ya maadhimisho ya kuzaliwa kwa chama chetu. Vile vile tukapanga kwamba tukawaone watoto wetu, lakini watoto kwenye mashule, tukachagua shule ya msingi Mwenge ambayo ina watoto wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo tukachagua kwenda kwenye eneo hilo kwa sababu sisi ni wazazi kama wanawake. Na kwa nini tuchague kwenda shuleni ni kwa watoto wenye mahitaji maalum? Ni kwa sababu wale watoto wenye mahitaji maalum wanapokuwepo majumbani ni mzigo wa mama. Ukibaki na mtoto wenye mahitaji maalum, ni mlemavu wa ngozi, ni mlemavu wa viungo, haoni, ana wa kutoona, ukibaki naye nyumbani utashindwa kufanya maendeleo. Kwa hiyo sisi tulienda pale pia kupongeza juhudi za wanawake wenzetu ambao waliamua kuwachukua watoto na kuwapeleka kwenye shule yenye kuhudumia watoto wenye mahitaji maalum. Kama sisi wanawake mkoa wa Songwe tumejipanga ipasavyo kwenda kutatua changamoto mbalimbali kwa wanawake. Tumejipanga kama mkoa wa Songwe kwenda kwa kila wilaya, kwa kila kata, kuangalia kata ambayo ina changamoto dhidi ya wanawake, hususan kwenye swala zima la mikopo. Mama alisema ndani ya siku 100 atatoa fedha kwa ajili ya kuwasaidia wanawake kwenye wajasiriamali. Hivyo na sisi kama UWT mkoa wa Songwe tumejipanga kikamilifu kufuatilia zile fedha ambazo anatoa mwanamke mwenzetu, hususani Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Anafanya kazi nzuri sana kuwagusa wanawake, hususani mwanamke wa hali ya chini. Tuache hawa wengine, kuna mwanamke ambaye ana hali ya chini kabisa. Kwa kama wanawake, kama katibu, nitahakikisha nitashuka chini kabisa kule kwenye shina kuhakikisha kuona je, hao wanawake wananufaika vipi na hii mikopo ya 10%, lakini katika hizi fedha ambazo mama amejiwekeza kwa wanawake. Si fedha tu kujiwekeza kwa wanawake. Sasa hivi kuna dirisha, ukienda NMB mama ametoa fedha nyingi sana. Mwanamke anapata mkopo kwa 7%. Kwa hiyo na zenyewe tunaenda kutoa elimu. Kama ameshindwa kupata kwa wakati zile fedha za 10%, basi aende NMB akapate hizo 7% ili aweze kujiinua kiuchumi zaidi. Nishukuru serikali yetu kwa mambo aliyotufanyia. Kwanza huduma za sasa hivi ni nzuri kwa kweli, sio sawa na hapo mwanzo. Kwa mama ametuletea zawadi kama hivi, tunashukuru sana mama yetu, maana ametufanyia vitu vingi na vizuri. Mungu amsaidie. Tunashukuru kwa hiyo. Mama yetu nani? Samia Suluhu Hassan. Okay. Tunapata vizuri, tunasikiliwa vizuri watoto wetu. Sasa hivi tuko vizuri kabisa na watoto wetu wako vizuri. Tunashukuru serikali kutusaidia kwa kuja kutuona na kutuunga mkono.